Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali tunazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo kiweza kushuhudia yakiwa ni mazuri kwa upande wa kikosi cha Young Africans, ukiweza kushuhudia katika upande wa ligi kuu ya soka Tanzania bara wakiendeleza ubabe wao katika michezo yao. Baada ya kuweza kumalizana dhidi ya Dodoma Jiji, sasa klabu ya soka Young Africans inakwenda kukutana na mfupa mgumu. Hapa nazungumzia si wengine bali ni National Al Ahly, baada ya kuweza kupokea kichapo cha bao 2-0 kunako katika nchi ya Misri, ambako walikwenda kule katika mchezo wa raundi ya 3, raundi ya 4 ambayo ni raundi ya marudiano. Young Africans wanawaalika hapa, nazungumzia si wengine Al Ahly katika uwanja wa New Amani kule Zanzibar, ambapo Young Africans wanahitaji kuweza kupata pointi angalau kama si 3 basi iwe 1, ili kujiweka katika nafasi nzuri zaidi katika kundi lao, kundi ambalo linaonekana kuwa ni kundi zito kweli kweli, ambapo mpaka sasa msimamo wa kundi unasomeka Al Ahly anaongoza akiwa na alama 7, huku Young Africans akisimama nafasi ya pili akiwa na alama 4, huku GS Kabri akiwa na alama 2 pamoja na AC Farabati naye akiwa na alama 2. Sasa kile kinachokwenda kutokea mimi nimekusogezea ambako uko Zanzibar tayari mambo yameanza kuchangamka zaidi, ambapo taarifa inaelezwa kwamba kutoka kule Zanzibar tayari mambo yameanza kuchemka zaidi, ambapo kila mmoja akienda kutafuta haueni ya kuweza kukaa vizuri kwenye kundi lake, ambapo tayari mashabiki wa National Al Ahly wameshaweza kudondoka, na kuna mambo ambayo yanayoendelea huko, ambapo pia CAF imeweza kutoa tamko lake leo hii. Tutakwenda kujua ni nini kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ndio kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu iliyoandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, sipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha klabu ya soka si wengine bali tunazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Young Africans ambayo tayari wamewasili pale Zanzibar, ambapo wapo wanajiandaa na mchezo wao mkubwa kabisa, mchezo ambao huenda Young Africans wakipata angalau alama pale katika mchezo ule unaweza kuwaweka katika nafasi nzuri, licha ya kwamba timu ambao wanakwenda kukutana nayo sio timu ambayo unaweza kusema kwamba popote inaweza kapoteza. Yani popote wanapokuwepo wao wanaamini ya kwamba wanastahili kuenda kushinda na kuondoka na alama 3 ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya National Al Ahly. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo watakapoingia katika mchezo huu watakuwa ni miongoni mwa watu ambao ni tishio, ambapo hapa nazungumzia Ali Shaban Kamwe, afisa habari wa klabu ya soka ya Young Africans, anasema kwamba nimeona wana Yanga wanasema kama tunacheza vile ugenini basi Al Ahly ni weupe tu. Ndugu zangu, ile timu kubwa barani Afrika tukienda na hizo akili tutaondoka New Amani Complex vichwa chini. Wale wanabadilika na tunapaswa kujiandaa kweli kweli. Yani kimaanisha kwamba kwa jinsi ambavyo mashabiki walivyoutizama mchezo baada ya kupokea kichapo cha bao 2, licha kwamba walipata kufungwa mchezo ule, lakini kuna wengi walikuwa wanasema kwamba namna ambavyo Yanga imecheza
na Al Ahly, pengine wakija Zanzibar wanaweza wakapokea kichapo National Al Ahly. Alikamwe anawakumbusha akiwaambia mashabiki wa Young Africans kwamba ile sio timu ya daraja la chini, timu ya daraja la juu zaidi, ambapo wanapaswa kujiandaa vile vile, kwa sababu huenda wakashangazwa zaidi pia huko Zanzibar. Lakini mmeiona Yanga mpya ambayo inakuja. Timu ya wananchi Yanga imezidi kupiga hatua kila siku kimataifa uwanjani, ambapo ukitizama mchezo dhidi ya Al Ahly umegundua Yanga mpya na nzuri zaidi inakuja. Kwa kawaida hakuna timu ambayo inatoka Afrika Mashariki inaenda Misri kwa Al Ahly na kucheza mpira mwingi uwanjani kama Yanga. Timu ya mwisho kuona ni Simba, ile ya kina Mixon Chama, Kagere, Chris Mugalu, ndio ilienda kuwapa ekaeka Al Ahly. Licha ya Yanga kuanza kama underdog mbele ya Al Ahly, lakini kwa muda mfupi sana walibadilika na wote wakawa ni top dog uwanjani. Kisha wananchi wakatengeneza mashambulizi na nafasi ambazo walishindwa kuzitumia vizuri, lakini kuna uti wa mgongo imara unajengwa pale Jangwani Yanga. Naamini hii project inayotengenezwa ikikamilika, basi Yanga itakuwa ni timu nzuri zaidi barani Afrika. Kila kitu ni process, so wananchi wanahitaji kuamini kwenye process inayoandaliwa kwa sasa ili kuweza kuleta matokeo hapo baadaye kwa kile ambacho kinachoonekana, ambapo umeweza kushuhudia sajili zikiweza kufanyika kubwa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Lakini baada ya kile kinachoendelea katika timu za Tanzania katika michuano ya ligi ya mabingwa, inaelezwa kwamba huenda Young Africans kama wakifanikiwa kufuzu hatua ya robo finali, basi jua kwamba Simba yeye asipofuzu robo finali atashushwa na Yanga katika zile ranking za viwango vya ubora vya hapa nazungumzia Afrika. Unaambiwa kwa sasa Simba yupo nafasi ya 6 Afrika kwa kafu ranking akiwa na alama 38, huku Yanga akiwa na alama 8 na akiwa nafasi ya 8 akiwa na alama 30. Iwapo Simba hatofuzu robo finali kwa mara ya kwanza, anaweza kushuka chini ya Yanga kwenye viwango vya kafu. Vitu viwili pekee vitamfanya Simba abaki nafasi ya 6 afuzu robo finali, atafikisha alama 48. Amalize watatu kwenye kundi atafikisha alama 43. Akiishia makundi na ameburuza mkia na alama 38 na Yanga kaenda robo, basi ataenda juu yake rasmi, kwani kwa sasa Yanga yupo nafasi ya 8 akifuzu robo finali atafikisha alama 40. Akimaliza watatu kwenye kundi atafikisha alama 35. Msimamo utakuwa hivi ikiwa Simba akiishia makundi, ambapo nafasi ya 10 itakuwa ni USM Alger alama 37, nafasi ya 9 Simba alama 38, Al Ahly nafasi ya Al Hilal nafasi ya 8 akiwa na alama 39, Zamalek alama 39 akiwa nafasi ya 7, huku Yanga nafasi ya 6 akiwa na alama 40, Piramidi 48 akiwa nafasi ya 5, Barkane akiwa na pointi 52, huku nafasi ya 3 Experience akiwa na alama 53, Mamelodi Sundowns akiwa na alama 58 na Al Ahly akiwa na alama 66 nafasi ya kwanza. Hii ni endapo baada ya michezo hii yote ya ligi ya mabingwa barani Afrika ikikamilika, na takwimu zitakuwa zikisomeka hivyo endapo sasa Young Africans kama akifanikiwa kuweza kufuzu kuelekea hatua ya robo finali. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande